Asante mfalme wa ajabu. Asante Yesu, asante Jehova, asante kwa nguvu zako, asante Yesu kwa upendo wako, asante kwa ajili ya nguvu za msalaba Bwana, asante kwa upendo ambao ulikupeleka msalabani ili tuweze tukapendwa Yesu, asante kwa amani ambayo ulikupeleka msalabani ili tuweze kupata amani. Wastahili sifa na utukufu Jehova mfalme wa ajabu. Asante Yesu kwa ajili ya maisha yetu. Asante Yesu jinsi umetuwezesha tunapumua kwa uwezo wako. Asante jinsi umetuwezesha Baba, tuangalia Baba kwa ajili ya amani yako. Asante Yesu, maana sio eti sisi ni wazuri zaidi, ila kwa ajili ya neema na upendo wako umetuwezesha kuwa mahala hapa. Mfalme wa ajabu, inuliwe na upewe sifa kwa ajili ya amani Yesu. Kwa ajili ya siku ya leo Bwana tunaikabidhi mikononi mwako. Kwa ajili ya siku ya leo tunaomba rehema zako Bwana. Kwa ajili ya siku ya leo tunakuhitaji mfalme Yesu. Kwa ajili ya siku ya leo tunakuita Baba. Kwa ajili ya siku ya leo tunaomba roho wako akashuke mahali hapa. Yesu mwana wa Mungu, tukuke Yesu mfalme wa ajabu. Utukuke duniani, utukuke maishani mwetu, utukuke kwa kanisa lako. Tukuka kwa watumishi wako, tukuka kwa watu wako, tukuka kwa watoto wako, tukuka kwa maisha yetu, tukuka kwa kazi zetu, tukuka kwa jamii zetu, tukuka kwa watoto wetu. Wastahili sifa na utukufu, maana wewe ni Ebeneza Bwana. Ukuu wako ukazidi kushuka tunapokuita Bwana. Baba, amani yako ikakuje ikashuke Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Jidhihirishe kwa ajili ya watoto wako tunapoamuka tukilia Bwana. Tusikie sala zetu Bwana, na sala zetu ziwe maombi ya manukato mbele zako. Asante Yesu, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako Yesu. Asante jinsi ulivyo mzuri mfalme wa ajabu. Tutapata wapi mtu kama wewe Yesu Bwana wa majeshi? Ila na upungufu wetu umetubeba viganjani mwako. Ila na upungufu wetu Baba umetuweka salama. Ila na upungufu wetu umetuponya Bwana. Ila na upungufu wetu umetuweka tuko salama Yesu. Ila na upungufu wetu Baba tuko wazima mikononi mwako. Asante mfalme wa ajabu, maana kuna wengi ambao walitamani kuona siku ya leo Baba, hawalitamani, waliona fedha, waliona kila kitu, lakini kwa ajili ya amani na upendo hawajaliona Bwana. Yesu mwana wa Mungu Baba, ukatuguze, tuongoze tu kwa njia zako Yesu mfariji wa ajabu. Wacha neema yako na utukufu wako ukatawale. Wacha tu Baba amani yako ikatutawale. Wacha tu roho wako akatutawale Yesu Bwana. Wacha tu Baba mfalme wa ajabu, roho wako akatuongoze. Naja mbele zako mfalme wa ajabu nikinyenyekea, maana nikinyenyekea wewe unaongezeka Bwana na unatenda makuu ndani ya maisha yetu. Nikinyenyekea tu Bwana unazidi na unatenda makuu Bwana. Nikinyenyekea unatusongesha viwango ambavyo unataka tukue Yesu. Tukinyenyekea tu Bwana unatufundisha mengi Bwana. Tukinyenyekea tu na tunaongozwa na neno lako mfalme. Neno lako jinsi linavyotusema Bwana, tujiweke katika nguzo zako Bwana. Tuongoze na roho wako Yesu mfariji wa ajabu. Usituache Yesu mfalme wa ajabu. Usituache Yesu Baba. Usituache kwa njia zako Bwana. Baba, tuweke kwa njia zako za amani Bwana. Palipo na upungufu turehemu. Mahali tumeenda kinyume turejeshe Bwana. Mahali tumeanguka Baba ukatuinue kwa mkono wako. Yesu mwana wa Mungu, kwa ajili ya kanisa naja mbele zako. Takasa mkutano wa siku wa leo Yesu Bwana. Takasa madhabahu ya siku ya leo Bwana. Takasa watumishi wako mfalme wa ajabu. Washirika wote mikononi mwako Yesu. Wacha nguvu za Roho Mtakatifu zikashuke mahali hapa. Tenda muujiza wako mfalme wa ajabu. Chukua ushukani kila kona Bwana. Chukua ushukani kila sehemu Bwana. Chukua ushukani kwa kila kiti Bwana. Chukua ushukani Bwana kwa ajili ya neno lako. Yesu mfariji wa ajabu, ni nani aliye kama wewe Bwana? Ni nani aliye kama wewe Yesu mwana wa Mungu? Hufananishwi na chochote Jehova mfalme. Hufananishwi na chochote Yesu Kristo Bwana. Ni nguvu zako zinazotawala Bwana. Ni roho wako anayonena Bwana. Ni nguvu zako zinazotawala Bwana. Ni taa yako inayowaka Bwana. Sifa na utukufu zinakurudia kila wakati. Sifa na utukufu ndizo zinatotawala. Sifa na utukufu ndizo zinazotuongoza. Taa yako Bwana ni mfalme wa ajabu. Neno lako linasema Bwana,
Taa yako ni mwanga kwenye miguu yetu Yesu, na mwanga kwenye njia zetu Bwana. Ukatuongoze kulingana na njia zako, ukaturehemu mahali tunaanguka, ukatushike mkono mahali ambapo hatuwezi, kwenye matope tupitishe Bwana. Neno linasema kwamba iwapo tutapita kwenye maji mengi hatutazama, iwapo tutapita kwenye miale ya moto hatutachomeka. Bwana wa majeshi, hatutachomeka Bwana, hatutachomeka Yesu mfalme wa ajabu, hatutachomeka Yesu mfariji wa ajabu, hatutachomeka kila sehemu Bwana, ila neno lako litatubeba, neno lako litatufunika, neno lako litatuzingira, neno lako litatufariji, neno lako litatutia nguvu, neno lako litaturekebisha, neno lako litatuonya, neno lako litatuweka kwa njia ya msingi. Yesu Baba mfalme wa ajabu, nikinyenyekea chini ya miguu yako kwa ajili ya imani zetu Bwana. Imani zetu zijengwe kwa msingi ulio bora, msingi wa imani, msingi usiotingizika, msingi ulio kwenye mwamba, msingi ambao umesimikwa nawe Bwana. Yesu, naja mbele zako kwa ajili ya amani yako, naja mbele zako kwa ajili ya kanisa lako, naja mbele zako kwa ajili ya watumishi wako, naja mbele zako kwa ajili ya kanisa lako, naja mbele zako kwa ajili ya watumishi wako Bwana, naja mbele zako kwa ajili ya watumishi wako Bwana. Kila aina ya misukumo Bwana, kila aina ya roho za confusion Bwana, tunakataa roho za confusion Jehova, tunakataa roho za confusion Bwana, tunakataa roho za kukamata madhabahu, tunakataa roho za kukamata mkutano, tunakataa roho za kukamata mkutano, tunakataa roho za kukamata washirika, tunakataa roho ya kupinga neno lako, tunakataa roho iliyosimikwa Jehova kwa msingi wa giza, tunakataa roho ambazo zinakataa neno lako, tunakataa roho ambayo imesimikwa Bwana za kuangaisha watumishi wako, tunakataa roho za confusion kwa neno lako, tunakataa roho za giza Bwana. Yesu mwana wa Mungu, tawala kanisa lako Bwana wa majeshi, tawala kanisa lako Bwana. Neno lako Baba linazidi kusimama, mengi yatapita lakini neno lako litasimama, mengi yatapita lakini neno lako litasimama Yesu, maana unauliza utapata wapi mtu huyu mmoja ambaye atakomboa. Mfalme wa ajabu, tuaja mbele zako tukinyenyekea, tutumie tu kama chombo Bwana, tutumie tu kama chombo Jehova. Takasa njia zetu mfalme wa ajabu, takasa kunena kwetu mawazo yetu Bwana, takasa kutembea kwetu mfalme, takasa hata mitazamo yetu Yesu. Wastahili sifa na utukufu Jehova mfalme. Asante Bwana wa majeshi, maana wastahili sifa na utukufu kwa ajili ya neema ya mahali hapa Bwana. Tawala madhabahu yako Yesu mfalme wa ajabu, nguvu zako zikatawale Bwana, nguvu zako zikatawale kwa kanisa lako. Tawala Yesu mfariji wa ajabu, tawala Bwana wa majeshi, tawala mioyo yetu Bwana. Roho wako akachukua ushukani mahali hapa, Roho wako akatende mahali hapa, Roho wako akatende mahali hapa Bwana. Baba Jehova tembea, guza kila mmoja wetu. Wastahili sifa na utukufu Yesu Bwana, wastahili sifa na utukufu Jehova mfalme. Asante Yesu kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya nguvu zako, asante kwa ajili ya maombi Bwana, asante tuongoze kwa njia zako. Wastahili sifa na utukufu, wastahili sifa na utukufu Jehova Bwana. Asubuhi ya manukato, asubuhi njema, asubuhi ya amani, asubuhi tunaponyenyekea, asubuhi tunapotaka kusikiza kutoka kwako. Iwe Jumapili ya ukombozi, Jumapili ya uponyaji, Jumapili ya kututia nguvu, Jumapili ya kututia moyo, Jumapili ya Baba mbegu lako kumea ndani ya mchanga ulio mwema. Asante Yesu, asante Jehova, asante jinsi ulivyo mwema. Hatutakufa Bwana, tutaishi tukitangaza ukuu wako, tutaishi tukisema makuu yako. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Tuongoze kadri ya matendo yako, tuongoze kadri ya ukuu wako. Tunazidi kuombea praise and worship Bwana, watawale kila mmoja Bwana, kila mmoja alipo Bwana mguze, kila mmoja mahali alipo Baba tawala, kila mmoja alipo Yesu ukachukue ushukani. Tunakushukuru mfalme wa ajabu. Asante Yesu, asante asubuhi ya leo, uinuliwe na upewe sifa. Asante Jehova kwa wakati huu, uinuliwe na upewe sifa. Wewe ni Mungu wa amani, Mungu wa agano. Tuongoze kwa njia zako kuu, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante, asante. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi asubuhi ya leo. Pigia Bwana Yesu makofi. Siku ya leo ni siku ya amani, ikiwa mwezi wa 5 tarehe 3
mwezi wa neema, mwezi ambao Mungu anataka kutenda makubwa, mwezi ambao Bwana mwenyewe anachukua ushukani wake kwa kutenda makuu yake. Asante. Tunaenda moja kwa moja bila kupoteza wakati kwa mafundisho yetu, inachukua dakika 30 pekee. Bwana Yesu nasifiwe. Haleluya. Mafundisho yetu ya siku ya leo inachukua dakika 30 na kisomo chetu kitaanza kitabu cha Hebrews, Waebrania 11. Kuhusu somo letu ni kuhusu imani. Ni topiki ambayo iko topiki kubwa sana, na tunataka tuone tu vipengele na itakuja kukamilika. Kumbuka tunaanzisha topiki ambazo tutakuwa tunaendelesha. Mwanzo tulianza na the ministry of Christ, haijaisha bado. Tukakuja pia kwa matoleo, types of offerings na kutolea Mungu, haijaisha. Na pia tuna introduce nyingine ambayo ni imani, na kitabu chetu kuu ni Waebrania 11 hapo mwanzo. Haleluya. Kwa juma ambazo zimepita hatujaweza, last mlikuwa na teacher Luke, nashukuru Mungu maana nilikuwa nimeshikika kidogo. Ile Sunday ingine ikawa ya upatizo, lakini yote ilikuwa sawa, tulikuwa tushafikisha ripoti kwa ofisi. Na nashukuru Mungu sana kwa viongozi ambao wako, Mungu azidi kuwainua na kuwaongoza. Kitabu chetu mafundisho ni Hebrews, aliye na Kiswahili aanze kufungua Hebrews 11. Hebrews 11 from chapter 1. Hebrews 11 from chapter 1. Kuhusu imani. Alafu tutakuja kuona Warumi 10:17. Alafu tutaenda kwa examples na dakika 30 zitakuwa zimeisha. Hatuchukui muda mrefu, jinsi tulivyosema Roho wa Mungu atuongoze jinsi inavyopaswa. Bwana Yesu nasifiwe. Tutasoma Waebrania 11, nasema, now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Bwana Yesu nasifiwe. Baba wetu inuliwe na upewe sifa. Asante kwa kitabu hiki kwa ajili ya mafundisho ya imani. Utuongoza, unipe litokalo kwako. Neema yako ikaniongoze kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Imani ni baana ya mambo yasiyoonekana bali yanayotarajiwa. Bwana Yesu nasifiwe. Kwa Kiswahili, kwa ufupi kwa Kiswahili, imani ni bayana ya mambo yanayotarajiwa bali hayajaonekana. Bwana Yesu nasifiwe. Unaposema imani yangu iko chini, imani yangu ni ndogo, imani yangu iko namna gani, huu unamaanisha nini? Iwapo Biblia inatuambia imani ni nini? Ni bayana ya yale mambo tunayotarajia na hatuyaoni, ile yataonekana kwa matendo. Bwana Yesu nasifiwe. Na imani itazidi kukua aje dhabiti na iliyosimama na ikuwe strong. Bwana Yesu nasifiwe. Watu wengi tunapokuwa na mipangilio, tunaweka mipangilio. Nataka by December niwe nimefika hapa, in 5 years nataka nikuwe mahali fulani, niko na watoto, nataka wakati huu anaposoma hivi ikifika miaka ijayo atakuwa mahali fulani. Uko na mipangilio, na hii mipangilio yote umeiweka kupitia imani ulio nayo. Bwana Yesu nasifiwe. Unapata watu wengine wanasema imani yangu iko chini. Imani yangu iko chini inamaanisha nini? Na imani ni bayana ya mambo tunayotarajia ila hatujayaona. Imani yako iko chini ni mambo ambayo unatarajia lakini hujayaona, lakini ushavunjika. Bwana Yesu nasifiwe. Haleluya. Imani ni mambo yanayotarajiwa lakini hujayaona, lakini kupitia imani, faith goes in hand with hope. We are hoping the things we are hoping for, it goes in hand. For this imani ikuwe dhabiti na ukuwe na nguvu, na hii imani na usimame na ukuwe kabisa, hii nitaiweza, hii lazima niifikie. Tunakuja kwa Romans 10:17. Warumi 10:17. Ndio hii imani. Usishinde ukiambia watu imani yangu iko chini. Imani yangu iko chini. Sasa 17 inatuambia nini? Teacher tusaidie. Warumi 10:17. The book of Romans chapter number 10 verse 7, the Bible says,
Consequently, faith comes from hearing the message, and the message that is heard through the word of Christ. Amen. Bwana Yesu nasifiwe. Amen. Hallelujah. Imani inakuja aje? Inakuja kwa kusikiza na kusikiza habari za Mungu, neno la Mungu. Unaposikiza habari za Mungu, mahubiri, vitabu. Ndio maana kila wakati lazima tusikize mahubiri kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Na anapofundisha hivyo, anakutia imani isimame, ikuwe dhabiti. Ili tusishinde tukisema ya kwamba imani zetu ziko chini. Imani inakuwa chini maana umeacha neno. Bwana Yesu nasifiwe. Imani inakuwa chini maana umesahau neno la Bwana. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Na inaendelea mahali inasema ya kwamba pasipo na imani umfurahishi Mungu. Bwana Yesu nasifiwe. Usipokuwa na imani utamfurahisha Mungu. Unaposema imani yako iko chini, huna imani kabisa. Imani yangu sina imani kabisa naye sina, kumfurahishi Mungu. Bwana Yesu nasifiwe. Hallelujah. That is why we see in the ministry of Christ, kabla Yesu afanye chochote alikuwa anaangalia imani ya mtu. Bwana Yesu nasifiwe. Tunamuona Batimayo alipokuwa pale njiani akisikia sauti za watu wakisema Mesaya anapita. Alikuwa iga sana, alikuwa na imani ya kwamba nikitaja jina lake ataweza kusikia. Aliita, wanasema kwamba umati ulikuwa mkubwa, hata watu walikuwa wanajaribu kumnyamazisha, lakini yeye aliendelea kupaza sauti. Imani yake ilimwambia endelea kupaza. Si ya kwamba ati Yesu hakuwa anasikia. Yesu alikuwa anasikia, ila alikuwa anapima imani yake. Haleluya. Alikuwa anapima imani yake, wanapomnyamazisha atanyamaza ama ataendelea kupaza sauti. Aliendelea kupaza sauti. Kama unajua umesimama kwa jambo la ukweli, kwa haki yako ya ukweli, ukiendelea kupaza sauti yako, Yesu anasikia. Alisikia, ila alitaka kuona watu wanapompigisha kelele, wanapojaribu kumwambia nyamaza, wapiga kelele, Mesaya anapita, nyamaza, wewe ni mtu duni, wewe ni mtu ambaye huoni, wewe ni kipofu. Kama hangelisikiza sauti za wanadamu, hangepata uponyaji. Bwana Yesu nasifiwe. Lakini alizidi kuita jina la Yesu, ndipo Yesu akasema nimesikia sauti. Alipoona ya kwamba imani yake imezidi, Yesu aligeuka akasema nimesikia sauti, niitieni yule ambaye ananiita. Alijua kwamba huyu ni kipofu. Yesu alijua kwamba ni kipofu, lakini anaendelea na kumuuliza, wataka nikusaidie vipi? Wataka nikusaidieje? Bwana Yesu nasifiwe. Lazima pia mambo mengine ukiwa na imani lazima uyatamke kwa ujasiri wako. Upate kutamka. Ukishapata kutamka, niko na imani na Mungu, nataka hili jambo lifanyike, taja. Yesu aliangalia imani yake, ako na imani, alizidi kuita. Alijua huyu ni kipofu, siye kwamba alimuita tu na kumwambia pona. Hapana, alitaka kujua hiyo imani ambayo ameita naye iko kwa jambo lipi. Asema nipase kuona tena. Bwana Yesu nasifiwe. Jambo lake kuu ilikuwa nipase kuona, na ndipo Yesu akasema imani yako imekuponya. Ukiangalia kwa watu ambao Yesu aliponya sana, alikuwa anasema imani yako imefanya nini? Imekuponya. So ndio mambo mengine yafanyike, Mungu Kristo anaangalia imani ambayo uko nayo. Mungu nataka kazi, wewe mwenyewe huna imani, you are doubting. Hata kama kazi yenyewe unataka kazi na unasema sina makaratasi, kuwa na imani ya kwamba nataka kazi hata kama sina karatasi nitaipata. Bwana Yesu nasifiwe. Haleluya. Tunaona hata huyu mtu ambaye amekuja, kijana wake alikuwa mgonjwa, lakini amekuja na imani, anamwambia Kristo, mtoto wangu ni mgonjwa, mtoto wangu ako hali mbaya, mtoto wangu anaumia, mtoto wangu imebakia madakika nimpoteze. Lakini Yesu alipomwangalia na amwambia imani yako imemponya, nenda. Bwana Yesu nasifiwe. Kuna watu wengine tunangojewa tupigwe makofi, tusukumwe huko ndio ujue ya kwamba imetendeka. Yeye alikuwa anatamka akitazama imani yako, na alipokuwa akitamka akiangalia imani yako lilikuwa linatendeka. Wakati mwingine tusikie tu, wakati mtumishi wa Mungu anapotutamkia kuwa na imani, yeye amesimama kwa gap ya Kristo ya kusema ya kwamba na Mungu amekuponya, enda na imani ya uponyaji. Biblia inatuambia kwamba mtu yule kabla afike, alifika njiani wakamwambia mtoto wako aliamuka, na aliamuka katika 11th hour. Hiyo 11th hour ni hour ambaye alikuwa kwa Kristo.
Kristo akiona imani yake jinsi alivyokuwa amevunjika, amenyenyekea na ameinua imani yake juu. Bwana Yesu na asifiwe. Mahali Yesu alipokuwa, umati umejaa pale hekaluni. Tunaambiwa kwamba watu walikuwa na huyu mtu mgonjwa, lakini wakaona umati umejaa. Kupitia imani yao wakaona wakati juu ya paa. Bwana Yesu na asifiwe. Wanasema wakao wanashukishia yule mgonjwa juu. Yule mgonjwa kufika chini, wanasema Yesu na akawaambia, na imani yenu imemponya. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Tukisoma pia kitabu cha James, kisoma kitabu cha James 5 pale, kuna mahali anasema, na imani, kwa wale wanaoomba kwa imani wataponya yule aliye katika shida ya dhambi. Bwana Yesu na asifiwe. Unaweza pata kwamba katika hizo ushirika homes ambazo tuko nazo, ushirika ambazo tuko nazo, mnaweza enda ushirika mahali kwa nyumba fulani, hiyo nyumba iko na shida, lakini mwenye nyumba iko na imani. Wao watu watakapokuja katika maombi, mtapata uponyaji. Haleluya. Mnaponenda mnapeleka maombi mahali pale, mkitoka unapata yule mtu anakuja na ushuhuda. Ni kwa ajili ya imani ambayo mlikuwa nayo kwa pamoja. Imani ya kwa pamoja inatenda mambo mengi. Imani ya kwa pamoja inafufua. Imani ya kwa pamoja inatetea nyumba ya mtu. Imani ya kwa pamoja inatetea kanisa. Tunapoomba kama kanisa, kanisa linasimama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakisema tusimame tuombe jambo fulani, na wewe uko pale unasema na itawezekana kweli, kwako haitawezekana, lakini walio katika imani itaendelea na itafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ni Mungu mweza yote, na Mungu anatenda, na Mungu anainua. Tunamuona Yesu, tunamuona Yesu wakati ambapo alienda harusini. Tunaambiwa kwamba alialikwa kwenye harusi, na alipoalikwa kwenye harusi wakaishiwa na divai. Walipoishiwa na divai, watu waliokuwa pale wamejua Yesu ni nani, lakini wanahangaika wakiulizana, watu wamekuwa wengi, divai yetu imeisha, tutafanya aje? Haleluya. Tutafanya aje? Divai yetu imeisha, divai yetu imeisha, na harusi inaendelea, watu wanazidi kuongezeka, na pale tumetoa hii divai ni mbali sana. Wanaanza kutafutana ni nani ataenda divai, wakati ambapo wamesahau wako na mtu pale wa kuwasaidia. Haleluya. Kwa nini nimetoa huo mfano wa Yesu kwenye harusi? Ndipo tunapomwona mama yake Yesu anaenda kwa Yesu, anamwambia hao watu wanahangaika, wasaidie. Yesu anamwambia, enda huko mwanamke, wakati wangu bado. Maana aliangalia imani za hao watu, bado hajamtambua. Ako katikati yao, lakini hawajajua yeye ndio suluhisho kwa jambo ambalo linawasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tunaweza kuwa Yesu wako ndani mwetu, hapa kuna suluhisho hapa, lakini mahangaiko yetu inafanya kwamba tusifikie yale mambo ambayo tunataka. Tunahangaika tu. Ndio maana Yesu alibaki anawaangalia, akamwambia mama yake, go away you lady, my time is not yet. Kwa nini alimfukuza? Aliangalia kaona imani za hao watu bado hazijamtambua. Haleluya. Na wakati ulipofika, mama yake akamwambia, msikizeni kila ambacho atawaambia. Tunaambia kwamba walipogundua wakarudi kwa senses zao, wakarudi, Rabi tusaidie, divai yetu imeisha. Tunaambiwa kwamba ndipo wakati aliwatengenezea divai ambayo ilikuwa more sweeter than kuliko ile ambayo ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Mahangaiko yetu wengi watu wa kanisani, nakuja kanisani sababu nimesikia yule bishop akikwambia tu jambo linatendeka. Unakuja hapa unakaa mwaka mmoja, mwaka wa pili hakuna chenye kinakutendekea, uko pale pale. Unakufa imani yako, unatoka unaenda unahangaikia kwingine, unatoka unahangaikia kwingine. Kwa nini? Kuna suluhisho yako hapa, lakini bado uko kwa mahangaiko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati mwingine hatupati kile ambacho tunatarajia, maana hatujatambua ni nani yako kati yetu, ama hatujatambua tuko na nani hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anaweza sema suluhisho lako ni Pastor Cliff hapa, lakini bado unahangaika. Unaenda huku unarudi huku, unaenda huku unarudi huku, na yeye amekaa. Atazidi kukaa hadi wakati utakapofika. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi wanakosa ufahamu wa kufanikiwa, wanakosa ufahamu wa kusonga mbele, sababu hawajajitambua, hawajajua wako mahali wapi. Bwana Yesu asifiwe.
Hallelujah. Ndipo Yesu aliambia, go away you woman, my time is not yet. Ako na wao, lakini anaona jinsi wanavyohangaika, maana alijua hawajaamua ndani ya mioyo yao wanataka nini. Hawajaamua ya kwamba Kristo ako hapa na yeye ni mtetezi, mtu ambaye amelisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2. Lakini watu wako pale bado wanahangaika kwa ajili ya divai. Bwana Yesu nasifiwe. Imani zetu tunaziwekaje tukiwa katika Mungu? Nimekaa praise and worship sifanikiwi. Wengine wanakuja wanamaliza tu wiki moja wanaenda. Neema haifanani. Neema kwa kila mtu haifanani. Neema yangu si kama yako dada. Neema yangu si kama ya huyo mzee. Kila mtu Mungu amempa neema ya kipekee. Everyone is graced differently. Bwana Yesu nasifiwe. Inafaa tujue. Tunaweza kuja hapa kufunga na kuomba sote pamoja, lakini wewe unafanikiwa mbele. Wengine wenye bado zidi kuomba. Jinsi mnavyosikia mtumishi wa Mungu akisema kubeba mimba. Haleluya. Kuna wale ambao wanabeba miezi 9. Kuna wale ambao watabeba kwa mwaka mmoja. Kuna wale ambao watabeba kwa mwaka 1.5. So this is a different grace according to the faith that each and every person has. Bwana Yesu nasifiwe. Wakati mwingine unaposikia mtu akisema imani yangu iko chini, na tumeona maandiko yanasema pasipo na imani humpendezi Mungu. Kwa nini imani iko chini? Imani iko chini kwa nini? Kuna mahali hujampendeza Mungu. Bwana Yesu nasifiwe. Haleluya. Kuna mahali hujampendeza Mungu. Kwa nini? Tumeona vizuri ya kwamba faith comes by hearing and hearing the word of God. It is maybe iko chini, you've forgotten the word of God. Umesahau neno la Mungu. Haleluya. Ni wangapi ambao wanapenda pesa? Ni wangapi wanapenda pesa? Mimi napenda pesa. Bwana Yesu nasifiwe. Yaani nyinyi hampendi pesa. Bwana Yesu nasifiwe. Money is everything. Ndio uonekane jinsi unavyoonekana. Money is everything. But kuna onyo kuhusu pesa. Money is the start of the evil. Hallelujah. Umeomba Mungu, Mungu amekubariki na kazi. Umepata kazi, umepata pesa. Umepata pesa, huna time ya kwenda kuomba, kuendelea kuomba. Wakisema pesa unasema mahitaji yamekuwa mengi, wanaitisha vitu vingi kanisani. Sasa kiburi imeanza. Wakati sasa wanaanza kupini hiyo pesa ama wanapoanza kuhold hizo pesa, unaanza kusema imani yangu iko chini. Kwa nini? Umekuwa ukisoma Biblia wakati huna pesa, lakini wakati ulipata pesa usomi Biblia. Haya, na tumeona vizuri sana. Faith comes by hearing and hearing the word of God. For you to get more money, continue reading the word of God by faith. Hallelujah. Utazidi kupata more than what you are expecting. Hallelujah. Bwana Yesu nasifiwe. So how things we are making it to be very difficult ni sisi wenyewe. Wakati mwingine tumeona tunajilaumu sana. Ukipata na shida unasema ni shetani. Ukipata na nini utapata ni shetani. Ndio maana tulikuwa kwa mafundisho mahali. Tuliona wakati mwingine sometimes God anaruhusu suffering ikuje kwako ama roho mchafu akuingie. Bwana Yesu nasifiwe. Maana we have really believed roho mchafu ni shetani tu. But tuliona mahali na ithibitisho kupitia Biblia. Wakati mwingine Mungu anaruhusu roho mchafu akuingie. Haleluya. Natoa kile ambacho amekupea na anaingisha roho mchafu ndani mwako because of your actions, because of disobedience, kwa sababu ya kukataa kusikiza, kwa sababu ya kutikana kwa Mungu should be maintained through God. Hallelujah. Many people comes, mnapoona mtumishi wa Mungu anafanya miujiza, anaponya watu, anadeliver watu, mtu anatoka huko sababu umewekwa kiongozi. Umewekwa kiongozi, wewe unaona tena unaweza toa watu mapepo. Bwana Yesu nasifiwe. Everything has a process. Ambie mwenzako everything has a process. Everything has tests. Kuna test, kuna process. Mahali amefikia ndio Mungu akamwamini, ndio aweke ile kibali ndani mwake. Kuna mambo amerandwa nayo. Bwana Yesu nasifiwe. Yenye wewe ukiwekwa pale itakumaliza. Ama wewe hujafikia pale. Praise God. Tukubali kufundishwa. Tukubali kuonyeshwa njia. We might be old here. Tunaweza kuwa wazima. Tunaweza kuwa watu wazima jinsi tulivyo. Unaweza kuwa na miaka 30. Umekaa kwa Ukristo miaka karibu 50, miaka karibu 60.
Lakini huyu dada amekuja na mirando yenye Mungu amempitishia. Ukiangalia physically na maisha na miaka utakuwa mkubwa, lakini spiritually she'll be mature than that 80. Huyu mtu ambaye ako na miaka 80. Bwana Yesu nasifiwe. Hiyo ndio Wakristo wengi hawajui. Kuna mtu anaweza kuwa na miaka 30 but spiritually she's an infant. Spiritually huyu mtoto mdogo ana imani kumuliko. Bwana Yesu nasifiwe. So when you look at a person, as Christian we like judging. Kitu ambacho kinaangusha Wakristo ni judgment. Kitu ambacho tunaangusha, na Biblia inatuonya tusihukumu. Tuache matendo ya Mungu yenyewe yajidhihirishe. Bwana Yesu nasifiwe. Tuache matendo ya Mungu yenyewe yajidhihirishe. Wakristo wengi tunafanya mambo mengi na alafu tunafika mahali tunasema neema itoshi. Haleluya. Yes, Yesu alikuja, hakukuja kuvunja torati, alikuja kutimiza. Na akasema neema itoshe. Watu wengi hapa tunaishi kwa neema, but don't misuse the grace. Hallelujah. Don't misuse the grace. You might think you have strong faith, kumbe ni kiburi ambacho unacho. You don't have faith but una kiburi. Jambo kidogo hivi natoka kanisani. Mambo kidogo hivi muendelee na huyo pastor wenu. Kitu kidogo hivi nimechoka na mambo ya kanisa. Were you coming because of pastor? Were you coming because of the church? Were you becoming because of Abigail? Ama ulikuja kumwabudu Mungu? Bwana Yesu nasifiwe. Ni jambo ambalo inafaa mjue sana. Umekuja kumwabudu Mungu. Haleluya. Tulianza na mambo imani. Tumekuja mpaka kwa mafundisho kama haya. Wakristo wengi tuna perish because of lack of knowledge. Haleluya. Tuna perish because of lack of knowledge. We are perishing because we don't have faith. And when we don't have faith, we are not pleasing God. And when you are not pleasing God, kisoma katika John 15 pale, tawi langu lisilozaa nitaliondoa na kufanya nini? Na kulitupa. Utaanza kusema tumekuwa na bishop miaka 18. Yes, but what have you done to God so that God to shift you to another level? Maana umekuwa na bishop miaka 18, ndio. Kuna mwenye amekuja mwaka mmoja na Mungu amemweka kwa bishop na wanaendesha. Bwana Yesu nasifiwe. Hallelujah. Pigie Bwana Yesu makofi. That is how the word of God goes. Unaweza pata mtu anasema tulianza na hii kanisa kitambo, tulitoka na bishop mbali. Yes, but what umefanya kumfurahisha Mungu ndio ufike mahali fulani? We have times and seasons. Kuna times and seasons. Wakati Mungu amekuweka hapa Abigail, tumia hiyo Sunday school vizuri. It will reach a time Mungu atakuondoa. Kuna mwenye atafikisha Sunday school to another level. Hallelujah. Kuna wakati Mungu amekuweka hapa kuwa kwa praise and worship. Use this time wisely. Use this time wisely. Praise and worship. Kuna watu walikuwa naimba hapa lakini Mungu amewafanya wakuwe watumishi. Amewafanya kuwa ma-reverend. Amewafanya kuwa ma-pastors. So we have times and seasons. When it is time for you to be an intercessor, use it wisely. Because it will reach a time wakati a new intercessor will come in. Hallelujah. Tukiona mambo mengine yakifanyika, tuache midomo mingi sana. Tuache midomo. God ako kwa kazi yake. Mungu ako kwa kazi yake. It was your time to be an intercessor up to this level. Now I want to elevate you to another place. To another place, you will not be elevated in God's new revelation. Go to another place so that I'll make you to be a pastor there. Bwana Yesu nasifiwe. Hallelujah. God is a God of order. Na iko kwa Biblia. Ni Mungu wa mpangilio wake. Na Biblia inatuambia mawazo ya Mungu si kama yetu. Mawazo ya Mungu si kama yetu wanadamu. Hallelujah. Kuna wakati mahali nilianzia huduma, sikuwahi jua one time nitakuja kwa God's new revelation. And soon huwezi jua Mungu ananifikisha wapi. Hallelujah. Sio kila wakati uone Abigail utakuwa tu na huyu dada mnaangaliana hivi. Kuna wakati mazoea ikiingia, you become two fools moving together. Hallelujah. Bwana Yesu nasifiwe.
The man of God is here to strengthen you, to teach you, to show you the way, to mentor you, so that when you go out there, you be somebody. Hata I'm sure kuna watu ambao walikuwa hapa, hata kama waliondoka wakaenda, they still know from inside they were mentored with somebody. Hallelujah. Wanajua they were mentored with somebody. That is why when something happens, tuache maneno mengi. Wakristo tunaangamia. Wewe uko huku, mguu moja iko huku, mguu mwingine iko huku, utapasuka. Because of imani huna msimamo, hujajua uko wapi. So when it is the season for you to be here at God's new revelation, use this chance very well. Use the man of God well. Let the man of God to mentor you in a right way. Njia ambayo inatakikana. That is why Jesus hakuwa anakuja tu when mgonjwa I've healed you. No. Alikuwa anapima kwanza, anaangalia how is your faith? Imani yako iko namna gani? Are you stable enough when I say you get healed? Na unapona. Maana utatoka hapo useme unaona nimeenda tu kuambia Yesu na akasema tu hivi, utadharau Yesu. Lazima angalia how steady are you? How steady are you? You might pray for a job. Unapata job, unakuja unatoa ushuhuda hapa nimepata kazi. Unapata siku 2 unaanza kuyumbishwa kwa hiyo kazi. Unaanza kusema mama ni venye nilitoa ushuhuda kanisani, shetani ameniingilia. Mungu anaruhusu mambo mengine kufanyika so that imani yako ifanye nini? Irandwe. Hallelujah. Praise God. Kuna wakati unaweza kuja hapa utoe 50,000 na utoke hapo na uanze kurandwa vizuri. Hallelujah. Unakosa hiyo miezi karibu 2 ama wiki 2. Huna hata 5 bob, unaanza kuregret. Ni pesa yenye nilitoa kwa madhabahu. No, unarandwa kupitia what you've done. Is your faith really meaning it? Bwana Yesu na asifiwe. So, most people we are not listening to the works of God. Tuliposema wakati mwingine Mungu anaruhusu roho mchafu kuingia kwa mtu. Angalia Daudi na Sauli. Mungu aling'oa kile kilichokuwa ndani mwake kwa Sauli na karuhusu roho mchafu. So kuna watu wengine wanaweza behave funny na kumbe Mungu ndiye ameruhusu ikuwe hivyo. So that pia apime nyinyi ambao mmesimama. Do you know when a sinner, mtu kahaba ambaye mnajua kabisa, akitoka Koinange mnamjua huyu anakuanga Koinange, akuje hapa aseme Bwana Yesu amesema hivi na aokoke. Wale ambao mnasimama kwa madhabahu, you will not believe that person. Ati huyu anafanyanga mambo yake huko. Hallelujah. This person need mentorship. Anaweza kuwa amekombolewa lakini kitu chenye bado hajawekwa ndani ni mafundisho. So he needs a process of teaching. Ni kama mtu ambaye analewa. Mlevi huwezi muombea saa hii na aache saa hii. That person goes through the process until akuja afanya nini? Atoke ndani. It is not that easy. It needs patience, faith, prayers, mafundisho with the word of God. Because when you allow the word of God, ni taa chini ya miguu yangu na mwanga katika njia zangu. If you kubali neno la Bwana kukua hivyo, there's no day utaanza kuambia watu imani yangu iko chini, imani yangu iko chini. No, you need strength. Say, I just need God to give me strength. Need God to give me strength. Kuna vitu vingine huwezi sema haya majaribio yatoke. Mungu niondolee majaribu. Mengine tu lazima yakuje. Lazima ukuwe na familia, lazima ujipate huna rent, lazima ujipate huna chakula kwa watoto, but you are going to church, unaomba sana. That situation you have to go through it. Only what you need is the word of God, prayers. Tell God, give me the strength to take me out of this. Because wanasema Mungu anaporuhusu pia anajua mlango ambao utakuondoa ndani. Hallelujah. But sisi wa Kristo tuna church midomo. Sababu mimi nimekuwa mzee kanisa, mimi nimekuwa mama director. Inafaa wasikize sauti yangu yenye nasema Bwana Yesu na asifiwe. Listen, watch, take an action. Bwana Yesu na asifiwe. Hallelujah. Sio kila kitu you'll be taking an action. Mambo mengine lazima uyape muda. Wakati mwingine unasikia mtumishi anakuambia tutaombea hilo jambo. Sio kwamba venye amekuambia tutaombea hilo jambo amesema yes. No, we have to listen also from God. What does God says? When he says tuzidi kuomba, just have faith. Jesus was looking at their faith. Yule mwanamke ambaye alishika pindo la Kristo alienda na imani. Kama hangekuwa na imani ya kwamba nisipoguza hii nguo sitapona, hata kama angeliguza hangelipona. But ilikuwa dhibitisho kwa Kristo aonyeshe watu ya kwamba hata
kama imani itakuwa ndogo vipi, unaweza amurisha milima ng'oka na usonge na inasonga. Bwana Yesu asifiwe. Have you wondered, kuna mtu fulani unashangaa maisha yake inaenda tu. Mbona? Because this person ako na siri katika neno la Bwana, maombi na imani. Hizi vitu tatu zikienda pamoja, and you should have patience in some things. Kuna maombi ambayo unaweza omba kwa sasa with faith, haitajibiwa saizi. It will take even 2 to 5 years ndio uanze kuona matokeo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tupigie Yesu makofi. Tutaendelea na hiyo chapter wakati mwingine. Napoona muda wetu umefika wa praise and worship. Maana mafundisho yetu tulisema inaanza saa 3 hadi saa 4. Hii imechukua only 30 minutes. Tumeingia kama tunachelewa, but we shall continue. Tulisema walimu wanahitajika. If you feel you can teach, if you feel you have something in the Bible you can tell some people, please come and see me. Kama una jambo ambalo nasikia Roho wa Mungu anasema, let us mentor each other. Bwana Yesu asifiwe. I'll not be standing here from January to December, because Mungu kama amesema my time, season yangu ni hii, pengine season yako inafaa ianze next year. Bwana Yesu asifiwe. You never know of tomorrow. That is why we need to mentor so many people. You should be mentoring. Na ukimenta mtu ukiona ananawiri, usijipige kifua. Hiyo ni kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine namshukuru Mungu, namkaribisha pastor wetu. Karibu pastor.